أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye kwamba kwetu sisi ni rehema, mtume ambaye kwamba ametumilizwa liutamima makarima al-akhlaq alaina, kwa ajili ya kuweza kututimizia yale matukufu ya tabia kwetu sisi. Kwa sababu kama ni hiyo, tumombe Mwenyezi Mungu atujalie ukamilifu wa kule kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kama ni hivyo, ndugu zangu, ni siku na wakati mwingine tena kila mara tukisema, kwa sababu tumejaliwa pumzi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumeweza kujaliwa kukaa katika kuweza kupeana yale ambayo kwamba yanayopatikana kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama ni hiyo, katika darasa ambayo tulipita kwa siku ambayo kwamba iliyoweza kupita, tulikuwa tukielezea namna gani mtu akimaliza kusoma tahiyatu, namna gani mtu akiweza kumtakia rehema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namna gani mtu akishakuomba ile dua ya mwisho ni jambo gani linalofuata kwake yeye. Leo ndo katika hatua tunayokwenda katika hali ya kuendelea kuifanisi baada yetu. Madha taqulu ba'da duai, atasema nini mtu, ai utasema nini wewe baada duai, baada ya kuweza kuiomba ile dua ya mwisho ambayo imeishia na rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nari. Baada ya kuiomba dua hii utasema nini? Una khiari kuendelea na dua zinginezo, lakini hapo ukifika kwa ikhtisari yake na kwa uwastani wake unatakiwa useme nini? Aqulu, msanifu anasema nitasema mimi assalamu alaykum wa rahmatullahi yaminan, assalamu alaykum wa rahmatullahi yasaran. Atatoa mtu salam kwa kuweza kuelekeza uso wake upande wa kulia, na atatoa salamu ya kuelekeza uso wake upande wa kushoto. Nini? Kuwatolea salamu watu walioko kuliani kwake, upande wa kulia kutokana na waumini wanadamu ambao kwamba na majini wapo, malaika wapo, na upande wa kulia kadhalika vivyo hivyo. Ndio utafanya namna hiyo. Assalamu amani alaikum, iyo juu yenu ninyi, wa rahmatullahi, na rehma za Mwenyezi Mungu, ai huruma ya Mwenyezi Mungu, yaminan, hali ya kutoa upande wa kulia, ai kwa upande wa kulia. Assalamu amani alaikum, iyo juu yenu nyinyi, wa rahmatullahi, na huruma ya Mwenyezi Mungu, yasaran, kwa upande wake wa kushoto. Ukifanya namna hiyo tayari wenyewe wanasema unakuwa umeisha ifunga swala, kwa sababu swala inafunguliwa kwa takbiratul ihram na inafungwa kwa salamu. Lakini baada ya kutamaliza hivyo, madha taqra'u, hapa analeta kama ni sehemu ya faida pia, madha taqra'u fil i'tidali al-akhiri min salati subuhi, atasoma nini mtu katika i'tidali ya rakaa ya mwisho katika swala ya asubuhi. Ile swala ya asubuhi ambayo kwamba tunaiswali, je, rakaa ile ya mwisho ukisha i'tidali sami'a Allahu liman hamida, utasema nini? Aqra'u al-qunuta, nitasoma mimi kunuti. Wa huwa, na hiyo kunuti ni nini? Kunuti ni dua ambayo kwamba inasomwa kwenye swala ya asubuhi, hasa kwa madhehebu yetu sisi ya Imam Shafi Ahlus Sunna wal Jamaa. Ni muhimu sana, ni sunna wa sunnatul muthabu man qad fa'ala. Ukifanya namna hiyo panakuwa na ujira mwingi, kwa sababu ni kila siku mwanadamu anatakiwa kuweza kujihifadhi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atasema wa huwa, na hiyo dua ni mtu kusema Allahumma hadini fi man hadaita, wa afini fi man afaita, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li min alkhair, wa barik li fi ma a'taita, wa qini sharra ma qadaita, fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, wa innahu la yadhillu man walayta, ila akhir. Na hii ni kwa mujibu kama utakuwa na swali uko peke yako utaiomba namna, lakini kama mtakuwa na swali mkiwa wengi, Allahumma hadina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawalaita, mpaka mwisho. Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, ihdina, tuongoze sisi, au ihdini, niongoze mimi, fi man hadaita,
kwa wale ambao kwamba ulioweza kuwaongoza, kama jinsi ambavyo kwamba ulivyoweza kuwaongoza wale ambao kwamba ulioweza kuwaongoza Mwenyezi Mungu. Waafini, na nipe afya mimi, naomba Mwenyezi Mungu unipe afya, nisifi'u dua zote. Fi man afaita, kama jinsi ambavyo kwamba wale uliowapa afya, kuna wako ambao Mwenyezi Mungu amepita katika dunia, uliwapa afya wakawa ni wenye kuweza kuyafanya majambo yao vizuri, lakini pia wakawa ni wenye kuweza kufanya ibada ya kukutii wewe kwa uzuri na kwa kujisikia amani. Watawallani, na unitawalishie mimi, fi man tawalaita, katika vitu ambavyo kwamba ulivyoweza kuwatawalishia mabwana waliopita, waja waliopita, na mimi pia naomba unitawalishie hivyo hivyo. Nini? Kama utume watu walipewa na wakatawalishiwa, kwa maana utumie. Baki ya mali watu walipewa wakatawalishiwa. Baki ya kabuli mbalimbali waliweza kutawalishia watu, na mimi naomba unitawalishie yale ambayo kwamba ulioweza kuwatawalishia waja waliokuwa wema waliopita. Kama ni ucha Mungu, na mimi niona ucha Mungu, unitawalishie, kwa maana kutawalishiwa ni ile hali ya kupewa ucha Mungu ukatawalishiwa, ukiwa unaomba na wewe dua zako zinakubalika. Mtu akiwa na jambo anataka kusaidiwa, unaweza kumsaidia na ikawa ni sababu ya yeye kupata msaada na kadhalika. Wabariki li, na naomba Mwenyezi Mungu tie baraka kwangu mimi, fima, katika vile ambavyo kwamba ataita vitu ambavyo ulivyonipa Mwenyezi Mungu, naomba unitilie baraka, sababu vitu vingi leo watu tunavyo lakini havina baraka ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu nijalie baraka katika vile vitu ambavyo kwamba ulivyoweza kunipa. Waqini sharra ma qadaita, na unikinge mimi kutokana na shari ambazo kwamba ulizozihukumu kwangu mimi, naomba unikinge nazo. Shari, Mwenyezi Mungu anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu kila usiku anateremsha maradhi, anateremsha mabalaa, kwa sababu kama ni hivyo unajikinga kwake Mwenyezi Mungu kutokana na hayo ambayo kwamba anayeteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka, kwa hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hakika yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taqdi, wewe ndio mwenye kuhukumu, wala yuqdhu alayka, wala hakuna kiumbe wa kumhukumu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu, na hakika yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yadhillu, hawezi kumdhalilisha, man walaita, yule mtu ambaye kwamba alomtawalisha jambo lolote hawezi kumdhalilisha, wala yaizu, wala hawezi kumtukuza, wala hawezi kumweza kumkweza au kumtukuza, man adaita, yule mtu ambaye alomfanya kuweza kumfanya kuwa ni adui. Ndio Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, Mwenyezi Mungu hajawahi kumdhalilisha mwanazuoni kabisa, wala hajawahi kumtukuza mtu mjinga kabisa. Kwa hiyo utaona Mwenyezi Mungu hana sifa namna hiyo, na ndio kweli jinsi ilivyo. Lakini pia katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu adui wa aduwakum awliya. Nini maadui? Mwenyezi Mungu ni kweli ni maadui tu, na waja wa Mwenyezi Mungu ni kweli ni waja wake tu. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Lakini wala ya'izzu man adaita, tabarakta, umetukuka Mwenyezi Mungu, rabbana, ewe Mola wetu, wa ta'alaita, na umekalia juu, falakal hamdu, ni zako wewe himida, ala ma qadaita, juu ya mambo mengi unayotuhukumia. Yani sisi natakiwa tukuhimidi au tukushukuru wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfiruka, na kuomba msamaha wa Mwenyezi Mungu kama mtako wengi, na astaghfiruka, tunakutaka msamaha wa Mwenyezi Mungu, atubu ilaika, na tunatubia kwa makosa ambayo tumeyakosea. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya bwana wetu Muhammad an-nabiyil ummi, mtume. Sifa yake ilikuwa awali, kabla ya kuweza kupewa mambo na Allah Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa hajui kusoma na hajui kuandika, na pia ni katika miujiza yake wa Makuraishi waliona tu Mtume sallallahu alaihi wasallam anayafanya mambo ambayo kwamba wenyewe walikuwa wakidhani kuwa na ndio jinsi ilivyokuwa waliishi naye akiwa hayajui, lakini wakaanza kuona barua anaziandika, maneno anawasomea, wakawa wanayashangaa. Wa ala alihi, na juu ahli zake tunaomba Mwenyezi Mungu aziteremshe rehema na amani kwa ahli zake, wake zake, familia yake na ukoo wake, wa sahabihi, maswahaba zake waliokuwa tukufu, wasallama, na tunaomba Mwenyezi Mungu awateremshie amani. Haya ndio ambao kwamba utayasoma kwenye dua kwenye kunuti, ambao ndio kunuti hiyo ambao kwamba utakayosoma katika itidali ya rakaa ya pili katika swala ya asubuhi, ukiwa umejaliwa kuswali salatul fajri, na ikiwa ndio utaratibu na ndio jinsi inavyotakiwa kila siku, unaweza kujikinga kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa wakati huu naona tutakuwa tumekomea hapa kwa uchache wake. Tuendelee kufuatiliana katika channel yetu adhim, channel yetu tukufu ya Taqwa Media Makambako, basi tutaendelea kuyapata yaliyo mengi.
kwa mapenzi yake subhanahu wa ta'ala. Insha Allah hapa hatuna la ziada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكربات لنا في ديننا معالي الكتر ذكر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Vyasili Takwa Media Makambako.